Kuna tukio limetokea kule Gaza. Tukio la Israel kuwashambulia wafanyakazi wa sekta ya afya ya Palestina. Na ni tukio ambalo sasa hivi linaongelewa sana. Sasa nataka nije nichambue ni jinsi gani ambavyo Palestina wanaweza wakachukua hatua juu ya hili tukio. Ninaitwa Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu. Usisahau pia kushare. Sasa basi, kinachoendelea ni kwamba kama tunafahamu kuna vita inaendelea kati ya Israel pamoja na Hamas pale Gaza. Na mara kwa mara kukitokea milipuko, watu wakajeruhiwa na wengine kufa, ambulance za pale Gaza zinakimbia kwenda kwa ajili ya kuokoa watu majeruhi pamoja na kuchukua miili ya watu waliokufa. Na hichi ndicho kilichokuwa kimefanyika siku chache zilizopita. Sasa inasemekana wakati ile ambulance inaenda, wanajeshi wa Israel wakaenda wakaishambulia na kuwapiga risasi kwa ukaribu, yani wamesimama karibu na kuwapiga risasi. Maana yake ni kwamba walikuwa wanafahamu kabisa hawa watu ni wakina nani, wamekuja katika mission gani, lakini bado wakawapiga risasi tena kwa ukaribu, yani short range. Sasa hii kitu imelalamikiwa sana na nchi mbalimbali na watu mbalimbali ambao wanahusika na mambo ya haki za binadamu. Siku hii ya leo nataka nichambue ni hatua gani Palestina wanaweza wakachukua, lakini nataka tu nichambue hili jambo kwa undani zaidi. Kwanza kabisa tunataka tufahamu kwamba Israel walitoa maelezo, wakasema wao waliona ambulance yani wanasema ile ambulance haikuwa na kimulimuli cha kuonyesha kwamba ni ambulance na kuonyesha kwamba inaenda kwa ajili ya kufanya mission ya kibinadamu. Kwa hiyo wao wakahisi ni tishio kwao, ndio maana waliwashambulia. Lakini baadaye kuja kupatikana video inasemekana kutoka kwa mmoja wa waliouliwa katika simu yake. Ile simu ilipofunguliwa wakakuta video ambayo ilionyesha tukio zima kwa uhalisia zaidi, kwamba wale watu hawakutakiwa kushutiwa na Israeli kwa sababu kwanza waliwasha kimulimuli ile taa ya ambulance. Kwa hiyo ilionekana kabisa kwamba ni watu ambao wa afya wanaenda kufanya mission ya uokoaji, lakini pia ikaonyesha kabisa kwamba Israeli wanajeshi wake walisogea karibu na kuwashuti kwa karibu. Kwa hiyo ni wazi kabisa walifahamu kwamba hawa ni wakina nani. Umeona? Kwa hiyo hii ikawa ni makosa ambayo yamelalamikiwa na watu wengi sana, nchi mbalimbali, mashirika ya haki za binadamu na Palestina wenyewe wamelalamika. Kwa hiyo kuwapiga watu ambao katika sekta ya afya vitani inasemekana ni moja ya makosa ya uhalifu wa kivita. Ni kama vile kuwapiga wanahabari, kama vile kuwapiga watu wa Umoja wa Mataifa, watu wa Msalaba Mwekundu, lakini pia na watu wa afya kama madaktari na watu wanaookoa watu. Umeona? Kwa hiyo hilo inasemekana ni moja ya kosa la uhalifu wa kivita. Kwa hiyo huu uchunguzi ukimalizika na ikaonekana Israeli walidhamiria, maana yake ni kwamba watakuwa pia wameingia katika orodha nyingine ya kufanya makosa ya uhalifu wa kivita. Kwa hiyo Wapalestina watakuwa na haki ya kwenda kuwashtaki. Wanaenda kuwashtaki wapi? Kuna sehemu mbili. Kuna mahakama ya ICJ. Mahakama ya ICJ ni mahakama gani? Kirefu cha ICJ ni International Court of Justice. Hii ni mahakama ya Umoja wa Mataifa. Iliundwa mwaka 1945 wakati Umoja wa Mataifa unaanzishwa, na ilianza kazi rasmi mwaka uliofuata, yani mwaka 1946. Je, Palestina wanaweza wakaishtaki Israel katika hii mahakama ya Umoja wa Mataifa ya ICJ? Ndiyo, wanaweza, lakini mashtaka yao hayatakuwa na nguvu kihivyo kwa sababu Palestina sio wanachama halisi wa Umoja wa Mataifa. Wa Palestina ni ma-observers tu ndani ya Umoja wa Mataifa, na hiyo title ya kuwa ma-observers walipewa mwaka 2012. Kwa hiyo wana uwezo wa kupeleka hilo shtaka, lakini halitapewa uzito kwa sababu wao sio members, sio wanachama kamili wa Umoja wa Mataifa. Umeona? Lakini moja ya vitu pia ambavyo vitaweka ugumu kwa haki yao kupatikana kupitia mahakama hii ya Umoja wa Mataifa ya ICJ ni kwamba ndani ya Umoja wa Mataifa si nchi zote ambazo zimeitambua Palestina kisheria kama ni nchi. Kuna nchi nyingine haziitambui Palestina kama ni nchi. Kwa hiyo hii pia inaweza ikaleta ugumu kwenye hii kesi endapo Palestina wataipeleka katika hii mahakama ya Umoja wa Mataifa, mahakama ya ICJ. Kupitia hili ndio maana hata kesi yao ile ya
mauaji ya kimbari, kuwashtaki Israel juu ya kufanya mauaji ya kimbari pale Gaza, ilipelekwa na Afrika ya Kusini, ndio wameipeleka katika hii mahakama ya ICJ, kwa sababu Afrika ya Kusini wao ni wanachama halali wa Umoja wa Mataifa, and full member wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wao walipoipeleka kesi ya Israel kwamba wanafanya mauaji ya kimbari pale Gaza, inakuwa na uzito zaidi na inakuwa ina uwezo wa kusikilizwa kirahisi zaidi, yani ina uzito zaidi na inaweza kupata support kirahisi zaidi ndani ya Umoja wa Mataifa, kutokana na kwamba kwanza kesi imepelekwa na wa Afrika Kusini ambao wao ni members halisi, lakini pia ni yani nchi nyingi sasa zitakuwa zinaitolea macho ile kesi, kutokana na kwamba kama nilivyosema imepelekwa na Afrika Kusini ambao tayari ni members wa pale. Kwa hiyo tukiacha hii mahakama ya Umoja wa Mataifa, mahakama ya ICJ, wa Palestina wanaweza kupeleka kesi katika mahakama gani? Wanaweza kupeleka kesi katika mahakama ya ICC. Kirefu cha ICC ni International Criminal Court. Mahakama ya ICC ni mahakama ambayo mkataba wake ulisainiwa mwaka 1998, unaitwa mkataba wa Rome Statute. Nchi mbalimbali zitakiwa zisaini huu mkataba mwaka 98, na nchi mbalimbali zikasaini huu mkataba wa Rome Statute, na ikaanza kazi rasmi mwaka 2002. Lakini kwa bahati mbaya Palestina wamesaini mkataba wa Rome Statute, lakini Israeli walisaini lakini hawakuratify huu mkataba. Kwa hiyo Israeli haipo katika hii mahakama. Umeona waliona haitaenda na maslahi yao. Kwa hiyo Israeli hawapo katika hii mahakama ya ICC, ila Palestina wapo katika hii mahakama. Kwa nini Israeli hawapo? Kama nilivyosema, waliona haitaenda na maslahi yao, kwa sababu wana mambo yanaendelea huko kati yao na Wapalestina hivi na hivi. Kwa hiyo kukaa katika hii mahakama ilikuwa ni kama wao kujitia kitanzi. Kwa hiyo hawajasaini. Ni Israel peke yake ambao hawajasaini? Hapana, nchi ziko nyingi ambazo hazijasaini. Sio nyingi, naweza kusema nchi nyingine kubwa duniani hazijasaini. Wamarekani hawajasaini mkataba wa Rome Statute. Warusi hawajasaini, nafikiri walisainige afu wakajitoa. Wachina hawajasaini, umeona? Kwa hiyo zipo nchi ambazo hazijasaini huu mkataba wa Rome Statute. Sasa nchi kubwa. Kwa hiyo mkisikia nchi kubwa zinakwambia kwamba kiongozi fulani ashtakiwe, let's say mkisikia Marekani wanakwambia kiongozi fulani ashtakiwe, aende kushtakiwa katika mahakama ya ICC, sio kwamba wenyewe mnaweza kuwashtaki viongozi wao, wenyewe hawajasaini. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa nini viongozi wao wakifanya hayo makosa huwezi kwenda kuwashtaki, yani huwezi kwenda kuwashtaki, na hata ukiwashtaki hawezi kukamatwa ndani ya nchi zao kwa sababu hawajasaini mkataba wa Rome Statute, na Israeli nao hawajasaini. Kwa hiyo Palestina kwa kuwa wamesaini wanaweza kwenda kushtaki, na makosa yanaweza kuja kufanyiwa wale, mahakama inaweza kuja kufanya uchunguzi wa huo uhalifu wa kivita juu ya Israeli katika maeneo ya Palestina, yakiwemo maeneo ya Palestina ambayo Israeli anayakontrol kama West Bank, Jerusalem Mashariki, umeona, na hata akikontrol Gaza, ile mahakama wana uwezo, kwa sababu kisheria yale maeneo yanajulikana ni maeneo ya Palestina. Kwa hasa kama Israel wanayakontrol, ile mahakama ina uwezo wa kwenda pale na kuchunguza, na tayari wanachunguza kwa muda mrefu. Je, itachukua muda gani kwa Wapalestina kuweza kupatiwa haki ambao wanaidai katika mahakama ya ICC au mahakama ya ICJ, kesi aliyopeleka Afrika Kusini? Kwa mara nyingi hizi kesi huwa zinachukua muda mrefu sana, yani sio kichwa mwezi mmoja au sio kichwa mwaka mmoja, pengine inaweza kachukua hata miaka. Umeona, yani huwa zinachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi ambacho kinaweza kikatokea ni kwamba ile tu dunia kwamba itakuwa attention kuangalia kwamba okay, kumbe kuna matatizo yanatokea, kumbe Israel wanafanya hivi na hivi ndani ya Palestina. Umeona, hii kwa sasa hivi ndio inaweza ikawasaidia kupata sympathy kutoka kwa watu mbalimbali, lakini kuhusiana haya mambo ya kesi hivi na hivi yatachukua muda mrefu sana, na hata hukumu ikitoka Netanyahu kumkamata, anaweza akakamatwa endapo ataenda katika nchi ambayo wamesaini huo mkataba wa Rome Statute, lakini kumkamata ndani ya Israel haiwezekani, wala washirika wa Netanyahu ambao na wenyewe wameshtakiwa wanahukumiwa katika hayo makosa. Umeona? Usikose video yangu ya pili ambao nitaelezea mambo mengi juu ya Israel na mambo ya kiuchumi ya Israel. Usahau kusubscribe pia hapo chini.